Habarini ndugu zangu wa Tanzania, kwa majina ninaitwa Dennis Johnson Dwas. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Mpimbwe Agroforest Service Initiatives alimaarufu kama MAS. Nipo hapa kuelezea kampeni yetu mpya inayosema tokomeza vidonda vya tumbo Mpimbwe. Kampeni hii imelenga au ni mahususi kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wana matatizo ya vidonda vya tumbo vidonda vya tumbo vya muda mrefu au vya muda mfupi. Hivyo basi, kulingana na matatizo yanayowakumba watu wengi, MAS tumeamua kuja na punguzo la bei la product zetu mbalimbali ikiwemo asali, chavua, asali ya nyuki wadogo, asali ya nyuki wakubwa, asali ya masega na bidhaa mbalimbali zitokanazo na MAS. Hivyo basi, bidhaa zetu zitauzwa kwa bei ifuatayo. Asali ya nyuki wakubwa lita 5 tutaiuza kwa shilingi 50,000 badala ya shilingi 70,000 bei iliyokuwa awali. Vile vile asali kilo moja ya nyuki wadogo tutaiuza kwa shilingi 35,000 badala ya shilingi 40,000 bei iliyokuwa ya awali. Vile vile asali kilo moja tutaiuza kwa shilingi 10,000 badala ya shilingi 12,000. Vile vile asali nusu kilo tutaiuza kwa shilingi 5,000 badala ya shilingi 6,000. Vile vile asali ya nyuki wadogo ya nusu kilo tutaiuza kwa shilingi 15,000 badala ya shilingi 20,000. Pia tuna zao lingine la pollen ambalo tulikuwa tunauza kwa portion shilingi 50,000, lakini kwa sasa tutaishusha mpaka shilingi 40,000. Vile vile tuna mafuta mazuri ya kupaka ambayo yalikuwa yanauzwa kwa shilingi 3,000, lakini kwa sasa tutauza kwa shilingi 2,500. Na pia kuna mafuta kopo kubwa ambayo tulikuwa tunauza kwa shilingi 4,000, lakini kwa sasa tutauza kwa shilingi 3,500. Pia tuna lip balm ambayo tulikuwa tunauza shilingi 1,200, lakini kwa sasa tutauza kwa shilingi 1,000. Hivyo ninawakaribisha sana ndugu zangu wote muweze kufika katika ofisi zetu zilizopo Maji Moto stendi ya mabasi. Pia tunatoa elimu bora ya ufugaji nyuki. Tunakufundisha kwa theoretically pamoja na vitendo. Vile vile ninahamasisha jamii pia na wadau mbalimbali ambao wanajihusisha katika sekta ya ufugaji nyuki kuja kuwekeza katika halmashauri ya wilaya Mpimbwe, kwa sababu ni halmashauri ambayo iko vizuri, ni halmashauri ambayo haina shida mbalimbali, ni halmashauri ambayo imetulia kiukweli. Kwa hiyo ninawashauri wadau wote waje wawekeze katika halmashauri ya wilaya Mpimbwe kwenye sekta mbalimbali ikiwemo mifugo, kilimo, ufugaji nyuki, ufugaji samaki na vitu mbalimbali ambavyo wataona wao wapo interested kufanya au kuvitekeleza. Nichukue nafasi hii kutambulisha bidhaa zetu tulizonazo katika ofisi zetu. Hii ni asali ya nyuki wakubwa. Kama mnavyoweza kuona ni golden honey, ni asali nzuri kabisa na ni kiasi cha kilo moja, ambayo awali tulikuwa tunaiuza shilingi 12,000, lakini kwa sasa tutaiuza shilingi 10,000. Pia tuna asali ya nyuki wadogo. Hii ni asali nzuri sana kwa wale watu wenye matatizo ya vidonda vya tumbo, watu wenye matatizo ya pressure, watu wenye matatizo ya kisukari, watu wenye matatizo ya unene uliopitiliza, watu wenye matatizo ya uzazi ikiwemo nguvu za kiume, watu ambao wanakuwa na shida upande wa wanawake, wana shida masuala ya hormonal imbalance. Ni asali nzuri sana na inatumika kama dawa. Hii ni kilo moja ambayo awali tulikuwa tunauza kwa shilingi 40,000, lakini kwa sasa tutauza kwa shilingi 35,000. Vile vile nina chavua au vumbi la Mpimbwe. Hii ni bee pollen. Hii ni portion ambayo ilikuwa inauzwa awali shilingi 50,000, lakini kwa sasa tutauza shilingi 40,000. Pia nina asali ya masega. Ni nzuri sana kwa afya ya meno, pia ina testi nzuri, haina shida. Hii pia ilikuwa inauzwa kwa shilingi 15,000, lakini kwa sasa itauzwa kwa shilingi 10,000. Pia nina mkate wa nyuki. Hiki ni chakula ambacho nyuki wanakitumia na pia kinakuwa ni mchanganyiko wa chavua. Hii hapa pia kinakuwa kina mchanganyiko wa asali pamoja, kinakuwa kina mchanganyiko wa masega haya
Hii bei yake itauzwa kwa shilingi 15,000. Lakini vile vile nina karanga mbichi zilizochanganywa na asali. Hii ni nzuri sana kwa afya na ni nzuri sana kwa sababu ni lishe. Pia inasaidia sana kwa upande wa wanaume, ina boost sana mambo yetu. Ni nzuri mno. Kwa bei yake itauzwa shilingi 1,000. Pia nina mafuta ya kupaka ambayo yamechanganywa kwa mchanganyiko wa asali, nta pamoja na vitamini E. Haya mafuta ni mazuri kwa ngozi kwa sababu yanarudisha ngozi iliyopotea, yanarutubisha ngozi, yanasaidia sana wale watu wenye matatizo ya vipele. Hii inaondoa kabisa. Pia yule mtu ambaye alitumia mafuta aliyomkataa, hii pia inafanya kurejesha ngozi yako. Ilikuwa inauzwa kwa shilingi 3,000 lakini kwa sasa nitaiuza kwa shilingi 2,500. Pia tuna lip balm. Yenyewe ni nzuri sana kwa kupaka mdomoni kipindi cha baridi kwa sababu hii ni mchanganyiko wa asali, nta pamoja na glycerin. Kwa ukipaka mdomoni, ngozi yako ya mdomo ya lips itazidi kuwa nyororo, sio pasuka, na pia inasaidia sana kutibu vidonda vinavyotokea mdomoni. Hii bei yake itauzwa kwa shilingi 1,000. Pia tuna zao lingine, hii ni nta. Ni nta ambayo inatumika kutengeneza vitu vingi sana. Inatumika viwandani, inatumika pia kutengeneza mafuta. Pia hii inatumika kwenye kuvutia nyuki. Hii ni kilo moja ambayo itauzwa kwa shilingi 15,000. Hivyo basi ninawakaribisha sana Watanzania wote fike katika ofisi zetu zilizopo kata ya Majimoto. Ofisi zipo hapa stendi ya mabasi Majimoto. Kwa mnakaribishwa mfike bila kukosa. Vile vile ninaendelea kuwaalika na kuwahimiza wafugaji nyuki wote wanaopatikana nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania waweze kufika kwenye maadhimisho ya ufugaji nyuki kitaifa yatakayofanyika jijini Dodoma kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 20. Kwa mawasiliano zaidi tunapatikana kupitia namba zetu 0622 74 12 26, 0622 74 12 26. Vile vile kwa mitandao ya kijamii tunapatikana Instagram kwa Mars Bees Products. Vile vile hilo jina linatumika Facebook, Mars Bees Product. Pia TikTok tunapatikana kwa hivyo Mars Bees Product. Kwa ninawakaribisha Tanzania wote subscribe, like na mcomment ili muendelee kutuhamasisha na tuelezea wapi tulipokosea au wapi tuendelee kufanya marekebisho zaidi. Karibuni sana 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 Watanzania wote. Karibuni mno na tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibuni sana mkoa wa Katavi, wilaya ya Mlele, halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe. Tunapatikana katika kata ya Majimoto, stendi ya mabasi Majimoto. Hapa ndio utatupata, ofisi zetu zipo hapo. Mje mjifunze, mje muwekeze, mje mtalii. Vivutio vipo vingi sana. Tunawapenda. Ukifika kwetu tutakukaribisha, tutasema karibu sana. Mars, save the bees, save life. Mars, okoa nyuki, okoa maisha. Waweja sana. Huu ni mtiririko na mpangilio wa jinsi gani bidhaa zetu ikiwemo asali zinavyopita kwenye mashine mbalimbali mpaka inapokuja kufika storage na kumfikia mtumiaji. Bidhaa zetu lazima zianzie hapa, ambako bidhaa ikishafika ni lazima tuipime kwa kifaa kizuri kabisa kinachoitwa manual honey refractometer. Hiki ni kifaa kinachotumika kupima ubora wa asali. Itakwambia kiwango cha maji pamoja na kiwango cha sukari. Asali iliyo bora inatakiwa iwe na kiwango cha maji chenye 17, 18 mpaka 19. Vile vile kiwango cha sukari inabidi kiwe kuanzia 79, 80 mpaka 84. Kwa kisha ipima asali yako ukaona kabisa imekizi hivyo viwango vinavyohitajika, ndipo unapoanza kuipitisha kwenye mashine mbalimbali. Utaichuja vizuri hapa kwa kutumia double strain. Ukishamaliza kuichuja kwa kutumia double strain, unakuja kuimalizia kwa kutumia chujio lingine dogo zaidi, afu unakuja kuipitisha kwenye ndoo.
Hii mashine inaitwa honey press machine. Hii ni mashine inayotumika kamua asali ya masega. Zamani wafugaji wengi walikuwa wanatumia mikono kukamua asali, walikuwa wanatumia viandalua kukamua asali, walikuwa wanatumia pia na matambara ambayo sio masafi kitaalamu. Lakini hii mashine yenyewe unaweka asali yako huko ndani, unakamua, unakuwa unazungusha, inajichuja vizuri kabisa. Ikishajichuja vizuri asali ya masega inakuja kutoka hapa asali ya liquid form, unakuja kutumia hii hapa inaitwa double strain, inachuja kabisa, inakuja kupatikana asali ambayo iko vizuri. Then unakuja kutumia tena chujio lingine ambalo lina matundu madogo madogo sana. Ukishamaliza hapo, asali yetu inakuja kupita inakuja kufika kwenye ndoo na itapitishwa kwenye mashine inayoitwa automatic honey filling machine. Hii ni mashine inayotumika kujaza asali au kupaki asali. Sisi kama MAS tunafanya shughuli zetu kwa usafi. Hatushiki asali kabisa kwa mikono yetu, ila zinakuwa zinapita kwenye mitambo kama mnavyoweza kuona. Kwa hapa niweze kuunganisha mashine na muone jinsi gani inavyoweza kufanya kazi. Hii mashine inaitwa automatic honey filling machine. Hapa kama mnavyoweza kuona imewaka. Mashine hii una uwezo wa ukaiambia ipime kiasi gani cha asali. Kwa hapa nina seti kwa sababu hili kopo ni la gram 500. Kwa nina seti mashine iweze kupima gram 500. Kwa naingia kwenye seti hapa. Kishamaliza unairuhusu mashine ianze kufanya kazi. Kwa mtaona asali the way inavyotoka inapita yenyewe bila kushikwa kabisa. Itapita, itaingia kwenye mashine kama mnavyoweza kuona na itafika kile kiwango kilicho kiseti. Ikikamilika inajikata. Ikishajikata tunaifunga vizuri. Funga vizuri. Kisha ifunga vizuri, tunakuja kumalizia issue za labeling na then inaingia dukani moja kwa moja. Pia hii mashine endapo asali kao imebaki, wewe utakiwa uishike pia asali kwamba kuirudisha. Hilo unaitumia tena hii mashine kurudisha asali ndani ya ndoo. Kama mnavyoweza kuona asali ipo inarudi yenyewe ndani ya ndoo na unaweza kaendelea na shughuli zingine. Ukishatoka hapa unaiweka asali yako vizuri na inamfikia mteja bila changamoto yoyote. Ninawakaribisha sana mje mjifunze, mje mjionee maajabu ya mdudu nyuki, mje mjionee vitu mbalimbali na mitambo mbalimbali iliyopo katika MAS. Karibuni sana.